Kama dabi ya Kariakoo imechezwa Meja Isamuyo, kwa nini hiyo Mzizima mnaipeleka Gombani, tena Gombani huko Pemba? Kwa hiyo ukiangalia bwana Mnyasa, unaona kabisa hatujafanywa fair kwenye hili. Mashabiki wa Azam, mashabiki wa Yanga, mashabiki wa Simba hatujafanywa fair. Huo mchezo itakuwa ufanyike Meja Isamuyo. Kama Meja Isamuyo hapatoshi, ndugu zangu, kuna viwanja vingi. Kuna pale CCM Kirumba, kuna Arusha, mechi juzi ambaye City na Simba. Uwanja mzuri kabisa, una shida yote. Kwa nini unapeleka mechi Zanzibar? Maana yake haya ni mambo ambayo yanapikwa kumtoa Simba mchezoni. Na maana yake Kefa Chengula katika hilo nasimama katikati. Sio katikati. Nasimama kidedea na mashabiki wa klabu ya Simba kwa sababu wanasimamia kitu cha haki. Mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana ndani ya channel yako ipenda Mnyasa Media. Leo tumekutana na Kefa Chengula. Sasa jambo la kushangaza, jambo la surprise, amenivalia jezi ya Azam FC. Sasa kulikoni? Yeye ni mwananchi lakini amevaa jezi ya Azam FC, wanalambalamba hawa kutoka kule Chamazi. Bwana Kefa Chengula, mambo vipi? Bwana safi, habari ya uzima? Njema kabisa, mama anakwenda bwana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kama unavyotuona tabasamu la kutosha. Hofu kwako mzee. Bwana mimi niko salama kabisa. Yeah. Kulikoni bwana mpaka unavaa uzi wa Azam FC wanalambalamba? Bwana tuna jambo letu. Na binafsi nipende kuchukua nafasi hii bwana Mnyasa kukualika. Tarehe 4 mwezi wa 7 nafikiri Gombani Zanzibar Pemba. Tuna jambo letu. Kwa hiyo binafsi nakupa huo mwaliko na kualika mimi, maana yake usafiri, maradhi, kila kitu Kefa Chengula nitahudumia, kwa sababu tuna jambo letu pale Zanzibar, mechi ya Simba dhidi ya Azam. Sofa unaweza kushangaa kwamba kwa nini shabiki wa Yanga unaenda kushabikia mechi ya Azam na dhidi ya Simba. Mimi nafikiri wanasema automatically kwenye ligi kuu Tanzania bara ni kama ligi imeshatamatika. Kwa hiyo sisi tumeona sehemu nzuri pa kwenda kujibanza kidogo, kupiga story ni kwenye CRDB, kwa sababu CRDB ni mchezo uliobakia ni Simba dhidi ya Azam, ni Mzizima dabi. Kwa hiyo mimi kama Kefa Chengula, shabiki wa klabu ya Yanga, nitaungana au nitashirikiana au kama alivyotangaza msemaji wetu Ali Shabani Kamwe kwamba huo mechi yeye hataki unafiki, na mimi Kefa Chengula sitaki unafiki. Nitakuwa bega kwa bega au nitawapa ushirikiano klabu ya Azam. Ile michezo yote, zile fitna zote, zile njia zote ambazo huwa tunazitumia sisi kushindia ile michezo, iwe ya heri ama ya shari, tutaenda kuitumia hiyo siku kwenye mechi ya Azam dhidi ya Simba. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba Azam FC mko salama na mtazidi kuwa salama. Na nipende kuchukua nafasi kuambia mashabiki wa Azam, wala msiwe na pressure. Nyie endeleeni na taratibu zenu, endeleeni na kazi zenu viwandani huko. Mashabiki wa Yanga mtaenda kuwakuta washabiki wa Azam ambao waenda kuwa surprise au wanaenda kushirikiana na nyinyi, mtawakuta Zanzibar, kwa sababu tunaamini Zanzibar ni ngome ya Yanga na ni ngome ya Azam. Bwana niliwahi kuambiwa siku moja kwamba ukiona Azam FC anacheza na Simba, mashabiki wa Azam wanakuwa ni wa timu pinzani ya Simba. Hapa nazungumzia Young Africans. Na ukiona Azam FC anacheza na Simba, mashabiki wote, inakomana anacheza na Young Africans, Azam FC, mashabiki wote wa Azam wanakuwa ni mashabiki wa Simba. Kuna ukweli kuhusiana na kauli? Kabisa. Yaani Azam ni kama Tanzania, wanasema Tanzania ni nchi ambayo haifungamani na upande wowote. Yaani Tanzania inaweza kashirikiana na Urusi, Marekani, yaani nchi yoyote inaweza kashirikiana naye. Kwa hiyo ni kama Azam. Azam ni klabu ambayo haifungamani na upande wote, iwe Yanga, iwe iwe Simba, yaani ni timu ambayo iko free roll. Na mimi ndio maana nakwambia juzi kwenye CRDB mashabiki wa Simba walikuwa upande wa Azam. Leo wanakutana Simba na Azam, mashabiki wote wa Yanga tuko upande wa Azam. Kwa hiyo Azam ni klabu ambayo haifungamani na upande wote, na ndio maana mimi nasema hivi, kwenye tarehe 4 mwezi wa 7, kwanza mashabiki wa Azam msiwe na mashaka, msiwe na wasiwasi. Hakuna haja ya kwenda Zanzibar. Zanzibar mimi nakwambia ule uwanja wa Gombani Pemba utajaa mashabiki wa Yanga, na mimi sitaki unafiki. Nitakuwa upande wa Azam, nitamshabikia Azam, nitawamotivate Azam kuhakikisha wanachukua huu ubingwa wa CRDB, kwa sababu sisi akichukua ubingwa Azam FC kwetu sisi kwanza hiyo sherehe, kama ni supu basi tutakunywa supu mara mbili. Tutakunywa supu ya NBC, tutakunywa supu ya CRDB. Jamani ndugu zangu wana Yanga, tunasema dua zote ziende kwa Azam, kwa sababu tunaamini Azam ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri, ina uongozi mzuri, na tunaamini kama wamefanikiwa kumpiga Yanga yenye wachezaji 11 alafu wao Azam walikuwa 9 uwanjani,
Hivi kweli hao Simba pata mpatai kweli? Ndugu zangu, tuwaambie Simba ni timu nzuri, lakini Azam ni timu nzuri zaidi kwa sababu wamefanikiwa kumpiga bingwa wa ligi kuu Tanzania bara ya NBC. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema hiyo CRDB itakuwa ndo mechi yenye mvuto kuliko mechi yoyote kwa msimu huu, achili ambali kwenye NBC na CRDB, Azam na Simba. Kwa sababu ukiangalia hata kwenye msimu huu bwana Mnyasa, hata kwenye ligi kuu Tanzania bara, Simba ameokota pointi moja tu kwa Azam. Azam amekomba pointi 4. Umenielewa? Kwa hiyo inaonyesha kama Azam ni timu nzuri. Kwa hiyo mimi nasema utakuwa ni mchezo mzuri na sisi kama Yanga tunaenda kushirikiana na Azam. Yaani hii video ikate. Hata siku tukipigwa nitakuja kujitetea, lakini mimi naamini tutashinda na tutashinda kwa kishindo, na tunaungana na Azam FC. Azam FC nimekutaja mara 3. Ogopa sana hiyo Mnyasa, na wataja mara 3. Hiyo ogopa. Azam FC tutashirikiana, na sisi kama Yanga hatutaki unafiki, tutakuwa bega kwa bega na nani? Na Azam. Bana, tukibaki hapo kwa Azam FC, baadhi ya mashabiki wa Simba wameonekana kupigia kelele shirikisho la soka Tanzania TFF kupeleka mchezo Gombani Pemba. Wamezungumzia kuhusiana na swala zima la nauli, kwamba nauli ni ghali, ni kubwa, na angalau mchezo ungechezwa ndani ya Tanzania bara ili kuweka unafuu kwa wao kwenda viwanjani na kusupport timu yao. Kwa upande wako kuhusiana na hiki ambacho baadhi ya mashabiki wa Simba wanakilalamikia, unasimama wapi? Wako sahihi. Wako sahihi. Yaani kwenye hilo Mnyasa wala sitaki kupepesa macho. Wako sahihi kabisa kwa sababu ule uwanja wa Amani Complex upo pale Zanzibar. Ni uwanja mzuri, una ethics zote za kutumia kwenye, yani taratibu zote za TFF hata kafu. Zote ni uwanja ambao umekamilika. Sasa unajua ukifika Zanzibar, maana yake kutoka Zanzibar mpaka unaenda Pemba ni safari nyingine tena. Maana yake sasa unajua kwa sisi mashabiki ambao ni wa kuungaunga, ni kama kwa sababu mimi naamini kwamba mchezo huu kutoa amani, kwa sababu kama tunasema viwanja vya hapa Dar es Salaam au vya Tanzania hivi haviwezi kuhodhi huo mchezo. Mimi nafikiri huo uwanja wa Amani Complex ulikuwa unatosha. Sasa mimi nafikiri kuupeleka mchezo Gombani Pemba, nafikiri ni masuala tu ya kisiasa. Na mashabiki wa klabu ya Simba na uongozi wako sahihi kabisa. Yaani hata ikitokea mashabiki wa klabu ya Simba au viongozi wa klabu ya Simba kaugomea huu mchezo, wako sahihi kwa sababu unautoaje mchezo? Unautoaje mchezo hapa wameutoa Dar es Salaam. Of course kama dabi ya Dar es Salaam imechezeka Meja Isamuyo. Si ndivyo? Kama dabi ya Dar es Salaam imechezeka Meja Isamuyo, kwa nini hii Mzizima wamepeleka Zanzibar? Nataka unipe sababu, sio unanisikiliza, unipe sababu. Kama mchezo wa dabi, maana tunaamini dabi ni mchezo ambao unaweza kukusanya takriban mashabiki 70,000 mpaka 80,000. Umefanikishwa kuchezewa kwenye uwanja wa Meja Isamuyo. Uwanja walikopeleka hiyo mechi ya Azam dhidi ya Simba huko Bombani Zanzibar, wametumia vigezo gani? Mimi hapa sina majibu. Huna majibu. Na ndio maana mimi nasema hapo TFF au bodi ya ligi, sisi mashabiki wa Azam hamjatufanyia fair kabisa, kwa sababu sisi tulikuwa tunatamani huo mchezo upelekwe Meja Isamuyo ili hata sisi mashabiki pata mpatae tuweze kufanyaje kuangalia huo mchezo. Sasa kama mnaopeleka Zanzibar, maana yake wanaosema huo mchezo umepelekwa Zanzibar ni mambo ya kisiasa. Mimi naweza nikakubaliana nao. Kama dabi ya Kariakoo imechezwa Meja Isamuyo, kwa nini hiyo Mzizima mmepeleka Gombani, tena Gombani huko Pemba? Ukitoka ukifika pale Zanzibar, nilivyosikia japokuwa siwahi kufika huko Pemba, wamesema ni safari tena ya kutoka hapo. Yani kwa mfano kama ni fedha inatakiwa tena ukodi tena boti, kama ni boti sio kama ni nini, utoke hapo, maana inataka kama 20,000 30,000. Kwa hiyo ukiangalia bwana Mnyasa, unaona kabisa hatujafanywa fair kwenye hili. Mashabiki wa Azam, mashabiki wa Yanga, mashabiki wa Simba hatujafanywa fair. Huo mchezo itakuwa ufanyike Meja Isamuyo. Kama Meja Isamuyo hapatoshi, ndugu zangu, kuna viwanja vingi. Kuna pale CCM Kirumba, kuna Arusha, kuna uwanja gani? Kuna Mbeya, ule uwanja Mbeya City. Kuna ule pale. Chamanzi, hata Chamanzi yenyewe haina shida yoyote, wala Simba hawezi kuogopa kwenda kuchezea mchezo pale kwa sababu ni uwanja, na Simba hawezi kuwa na uoga wa kwenda kuchezea mechi za Chamanzi. Acha ya watu tuseme Chamanzi, basi peleka hata Mbeya. Kwa sababu uwanja Mbeya hauna shida yoyote. Tunaona uwanja Sokoine. Wa Sokoine hauna shida. Tumeona ile jezi ile mechi juzi ya Mbeya City na Simba. Uwanja mzuri kabisa, hauna shida yoyote. Kwa nini unapeleka mechi Zanzibar? Maana yake haya ni mambo ambayo yanapikwa
kumtoa Simba mchezoni. Na manake Kefa Chengula katika hilo nasimama katikati. Sio katikati. Nasimama kidedea na mashabiki wa klabu ya Simba kwa sababu wanasimamia kitu cha haki. Kwa sababu kupeleka mchezo Zanzibar wakati hapa kuna viwanja vingi ambavyo vina uwezo wa kuhodhi huo mchezo, maana yake ni kutumiza sisi mashabiki. Mimi ni shabiki wa Azam na ni shabiki wa Yanga. Umeona? Sitaki unafiki, nipo upande wa Azam kwa sasa. Lakini kwenye hili mashabiki wa Simba wanachokisema wako sahihi kabisa. Kwa nini huu mchezo upelekwe kule? Kwa sababu kule kuna ligi yao, kuna ethics zao, kuna taratibu zao, tunasema of course hii ya kwetu sisi Yanga tumepeleka Zanzibar. Yawezekana sisi ndio tumeamua ufanyaje tuipeleke kule. Lakini bodi ya ligi ukiangalia kwenye hii michezo iliyobakia, kuna sababu gani ya kupeleka hiyo mechi Zanzibar wakati Meja Isamuyo ipo? Na Meja Isamuyo ni uwanja mzuri, ni mkubwa, una majukwaa, una kila kitu. Sasa sijajua na kama wana sababu zao bodi ya ligi. Of course kwa sababu wao ndio wanaohodhi hao mashindano, wanajua taratibu zote, wanajua sababu za kupeleka huo mchezo. Lakini kwangu mimi kama Kefa Chengula sijaona sababu yoyote ya kupeleka huo mchezo. Lakini kama wanaugomea, mimi nitaungana nao. Maana unaungana na mashabiki wa Simba kabisa. Naungana kabisa na mashabiki wa klabu ya Simba, walichokizungumza wako sahihi kabisa. Kwa sababu hata mimi Kefa Chengula nilitamani huo mchezo niushuhudie ili nikamsupport Azam ashinde. Sasa nitaendaje mimi Zanzibar kwa maisha yetu haya mnyasa ambao tunajua, kwa sababu kila shabiki saizi wa mpira anajua maisha yetu. Wote tuna maisha ya kuungaunga. Sasa leo kweli shabiki kama mimi kula tu ni ya shida. Sasa hamtupi hiyo haki. Na Zanzibar tunasema ni kama ni nchi nyingine inajiendesha kivyake. Sasa kutoa huu mchezo huu kwa sababu kule kuna wana ligi yao. Sasa kama wana ligi yao, sasa sisi tunaendaje tena Zanzibar kati hapa pana viwanja? Ina maana kweli sisi Tanzania nzima tumekosa kweli kiwanja cha kwenda kuhodhi fainali ya CRDB? Basi kama tumekosa ni aibu. Ni aibu kwa bodi ya ligi, ni aibu kwa TFF, ni aibu kwa wote. Haiwezekani Tanzania ikose kiwanja cha kwenda kuhodhi mashindano mpaka mnaenda Zanzibar. Kwenye hilo mashabiki wa klabu ya Simba na viongozi wa klabu ya Simba, mimi nasimama na nyinyi. Japokuwa kwenye mchezo nipo bega kwa bega na Azam. Unaongea tena mwishoni. Fact itabaki kuwa fact, na mimi ndio mzee wa fact, nazungumza fact. Mimi sasa hivi kuzungumza propaganda hata siku moja. Mimi nanyoka kama rula. Ukweli utabaki kuwa ukweli, mkipinisha na nasema hapa sipo, hapa ndipo. Kwenye hili bodi ya ligi wrong number. Mashabiki wa Simba kuugomea mchezo. Na mimi nasema hivi, mashabiki wa Simba ugomeeni huo mchezo, tuupeleke Meja Isamuyo. Nasema tena, mashabiki wa Simba mkiwezekana kabisa, ususie huo mchezo. Kama kuwapa Azam FC, kama wamepanga kumpa Azam FC, kama wamepanga kutupa sisi Azam FC, tupeni. Lakini kwenda kucheza huo mchezo, na mimi nawaambia Simba, mchukueni haya maneno yangu. Mimi ni shabiki, lakini nataka niwape siri na watobolea siri. Chukueni haya maneno yangu. Huu mchezo mkikubali kwenda kucheza Pemba, Zanzibar, Gombani, Aiswa anawaambia huo mchezo unaenda kupoteza. Simba anapoteza kwa sababu mipango yote imeshasukwa. Unajua mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Zanzibar ni ngome ya Yanga. Umeelewa? Zanzibar ni ngome ya Yanga, lakini vile Zanzibar kuna mitego ambayo imetegwa. Kwa hiyo na Simba na viongozi wa Simba wameshaistukia, na baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba wameshaistukia, na ndio maana wanaukwepa huo mchezo kuupeleka kule. Pamoja na kusema kulikuwa kuna sababu, lakini vile huu mchezo, na ndio maana hata finali ya CAF Confederation Simba aligoma kwenda Zanzibar na alipoteza. Aligomea, lakini end of the day walilazimisha CAF kupeleka huo mchezo kule. Kwa sababu Benjamin Mkapa kwa kipindi kile ulikuwa ni uwanja ambao unatumika, lakini watu wakatumia njia zao za panya, wakambagaza Simba, akaenda Zanzibar na mwisho wa siku akapoteza CAF Confederation. Kwa hiyo kwenye mchezo huu, unajua mimi nachotaka kuelewa, mbona Yanga huwa mnafanikiwa tukisema hatuchezi? Kwa Simba sema wacheze. Na mimi nataka kuelewa, yani sisi Yanga tukisema hatuchezi tunafanikiwa. Lakini Simba kwa nini nyewe mnapeleka tu kama nani? Hebu jaribuni kujisimamia. Kuna baadhi ya mambo yanatakiwa kuonyesha wanaume. Sisi tulisema hivi, hatuchezi na hatukucheza, na taratibu zote zilifuata ambazo Yanga tulizihitaji. Hata Simba mkisema hatuchezi, sijajua Simba wakisema hatuchezi, Kisugu, Mnandi wanasema hatuchezi, wanakubaliana. Unakuta JB64 Shabani mpira pesa anasema tunacheza. Sasa unakuta mwisho wa siku mnazungumza lugha mbili, lakini mkisema mnacheza na kwenye hili mkishikamana, mimi nakwambia bodi ya ligi watafuata, kwa sababu Simba mna mtaji mkubwa, mna mtaji wa mashabiki, mna mtaji wa viongozi, mna bosi, mna kila kitu. Kwa hiyo nyinyi mkisema ni rahisi kusikilizika kuliko sisi mashabiki wa Azam. Kwa hiyo kwenye hili mimi nasimamia kidedea na mashabiki wa klabu ya Simba, tusimamie huu mchezo jamani.
uchezwe hapa pa Tanzania bara, ili na sisi mashabiki wa Azam tupate fursa ya kwenda kuangalia huo mchezo, ili na sisi tukapate fursa ya kwenda kuhanikiza. Hata sisi kila siku jamani, michezo mizuri nzuri inapelekwa Zanzibar. Maana mnatunyima hiyo haki sisi mashabiki. Kwa hiyo kwenye hili ndugu zangu, mimi mashabiki wa Simba endeleeni. Mimi jamani, kazi yangu ni kusogeza magogo. Nyinyi mashabiki wa Simba kazi yenu ni kusogeza kwenye nini? Kwenye tanuru ili moto uwake, mechi chezwe hapa hapa Tanzania. Meja ya Samuyo ipo, CCM Kirumba ipo, Mbeya jijini iwe mnini Sokoine ipo, Arusha ipo. Sasa kwa nini Chamazi ipo? Sasa kwa nini huo mchezo Mkwakwani? Very good, Mkwakwani. Tena wewe umezungumza tena viwanja vyote ambavyo navizungumza hivyo Mnyasa ni viwanja ambavyo vimequalify. NBC imechezeka, CRDB imechezeka. Sasa kwa nini tena mnataka kupeleka uwanja mechi Zanzibar? Haiwezekani. Bwana Kefa, mimi nikushukuru na nikutakieni kila laheri kwenye kwa support wale wafunga nyinyi kule Mwanza. Ndio hivyo tunasema Azam haifungamani na kwenda wote, na mimi sitaki unafiki. Azam FC bingwa wa CRDB. Bwana. Sasa ndio umemaliza kabisa. Asimuona kama hivi unaongea kama tajiri. Yaani lazima nasema mimi ndio Yusuf Baresa mwenyewe ndio nawaambia sasa. Na mimi nataka niwaambie. Nimemsikia msemaji wetu Ali Shabani kama unajua yule kama bwana. Nimesikia wako na zaka za kazi. Wametuanikiza sisi mashabiki, na nikwambie kwamba tujiandae na huo mchezo kwa sababu NBC ni kama imeshaisha. Kwa hiyo mimi binafsi nawaambia ndugu zangu, Azam bingwa.